lakini nampongeza sana Harmonizer. Sijui anatoka jimbo gani? Anatoka jimbo gani huyu? Tandahimba. Mbunge wa kule ni nani? Ningetamani kweli Harmonizer aende akagombee kule akawe mbunge wa Tandahimba. Tukizungumzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2020, tukianzia pia kwenye masuala ya muziki. Kipindi cha nyuma kidogo Harmonizer alikuwa anafanya vizuri zaidi kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. Tulikuwa tunaona kwa sababu alikuwa na ushindani mkubwa zaidi. Ikapelekea mpaka watu wakasema kwamba mshikaji sasa hivi na Diamond ni kama wapo kwenye level moja hivi. Lakini kwa time hii tunaona kama amedrop hivi. Na hiyo sauti ambayo umesikia hapo ni ya kwake hayati Magufuli, na hii ilikuwa ni kwenye kampeni za mwaka 2019. Hii hapa wakati 2020 anaingia kwenye masuala ya kwenda kugombea urais kwa mara nyingine. Hapa namzungumzia Magufuli. Wakati yupo kwenye masuala ya hii alikuwa ni kusini kule kwa ndugu zetu Mtwara. Sasa wakati anazungumza hayo Magufuli akasema kwamba anatamani sana Harmonize naye akagombee jimbo la kule, aingie kwa ndugu zetu Mtwara pale, kwa sababu tunajua mshikaji kazaliwa Chitori Tandahimba kule. Sasa naye alitamani akawa mbunge wa kule. Sasa Harmonize kipindi hicho ni kama hakuwa tayari kwa sababu ya sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu ambao binafsi mimi naweza nikasemea ni kwamba mshikaji alikuwa ni wa moto sana katika game la Bongo Flava, na hii ndio maana ikafika sehemu jamaa akaona hakuna haja ya kwenda kugombea. Lakini kwa sasa hivi tunaona ushindani wa muziki ni mkubwa, na Harmonize ni kama kila mambo anayofanya ukiangalia sasa hivi ni kama muziki kama kwa upande wake hauendi kule ambapo yeye mwenyewe nafikiri na alikuwa anatamani muziki wake uweze kufika. Na ndio maana hata sasa hivi ukiangalia Harmonize hata nyimbo ambazo anazitoa, show ambazo anazifanya, juzi alikuwa na show za CCM kwa ndugu zetu Simiyu kule. Sasa kule Simiyu wakati rais pia alikuwepo, shango lilikuwepo lakini sio kubwa kama la miaka yote. Tunafahamu miaka yote mshikaji ni kama anachukuaga kijiji sana, na hii kapelekea mpaka chawa wake hapa namzungumzia Mwijako akaamua kupanda stage kwa ajili ya kuweza kuhamasisha watu, lakini watu ni kama hawakuamka hivi. So unaweza kuona kama game la mshikaji ni kama limedrop hivi, haliko pale ambapo yeye mwenyewe alikuwa anapatamani paweze kufikia. Kwa hiyo mambo bana ndivyo yalivyo hivyo. Sasa hivi Harmonize tutarajie naye ataingia kwenye ubunge, pengine anaweza akapata au asipata, lakini ni kama game sasa hivi ni kama limeshamchanganya. Wakati huo kakake Harmonize anaendelea kula maisha, anaendelea kuenjoy maisha nje kama kaida London. Kama alipata bahati pia kwa siku ya jana kuweza kuangalia baadhi ya clip za show zake ambazo aliweza kuzifanya. Of course ilikuwa ni bonge moja ya show. Tuliona watu mbalimbali akiwemo Asake, Ira Star pamoja na watu wengine wakali walikuwa wanamsaluti sana kwa kitu ambacho mshikaji aliweza kufanya. Na Diamond kwenye Sama ni kwamba show ambayo zinaandaliwa zote na Sama ni kwamba wanapanda wasanii wakubwa, wanapanda kina Lil Wayne, wanapanda kina Drake, wanapanda kina Jay-Z, kina Beyonce, wengi pia wanapandaga kwenye stage kama wale. Kwa hiyo kwa Harmonize pia, kwa Diamond pia kupanda ni kwamba ni nguvu kubwa zaidi. Wewe unaonaje? Harmonize ni kwamba ameishiwa au tusubirie tuone nini ambacho kitaendelea? Niache maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio huyu hapa.